usiyahimize, usipende kuguswaguswa na mtoto wa jinsi nyingine. Acha kuguswaguswa, acha kutomaswa. Usiruhusu mwili wako uweze kuchezewa na vijana ambao hawana utaratibu. Mpendwa msikilizaji, ninapenda kukualika tena katika kipindi hiki tunakuwa nacho kwa kila siku ya Alhamisi. Leo tunapenda kukuletea maombezi kwa ajili ya vijana wanaotarajia kuoa au kuolewa. Tunayo maombi yaliyoletwa mbele yetu katika ulimwengu wa roho, ambapo tunahitaji kuomba hitaji hili. Vijana wanahitaji kuingia katika maisha ya ndoa, lakini kuna changamoto ambazo kijana anakutana nazo wakati wote. Anakutana na majaribu, pengine ni majaribu ya uchumi, majaribu ya tamaa za mwili, wakati mwingine ni majaribu yanayohusiana na mila na desturi za jamii inayomzunguka, lakini anakutana na changamoto zingine zinahusiana na imani anayoamini katika Mungu. Tamaa ya mwili inamsukuma kufanya jambo ambalo linamvuta katika maumbile yake. Anahitaji aingie katika maisha ya ndoa, lakini anakutana na changamoto zinazomsibu. Wakati mwingine anafika mahali hata anaelekea kukata tamaa, anataka apeleke maisha kienyeji bila utaratibu. Ni kwa sababu ni kijana anayekabiliwa na mazingira haya. Lakini usiku wa leo, ewe kijana unayesikiliza katika skrini hii, ninakuletea tumaini ya kwamba nipo hapa kwa ajili yako. Ujenzi Makanisa ni huduma yenye kipindi maalum cha maombezi kwa Global Donor. Kwa nini? Nitakueleza hapo baadaye ni vipi unaitwa wewe ni mfadhili wa Ujenzi Makanisa. Lakini kwa habari ya sasa, ninaomba tufuatane katika maombezi haya. Shida yako ambayo umekuwa nayo, umechanganyikiwa, hata huwezi kuelewa ni jinsi gani utachomoka katika maisha haya. Maana unatamani kuoa, unatamani kuolewa, umesubiri kwa muda mrefu, lakini bado ndoto yako haijatimia. Umechoka hata maisha haya. Wakati mwingine unahamasishwa hata kanisani, unaelezwa kwamba vuta subira, lakini kila wakati unaona mambo yanachelewa. Wakati mwingine umepata mchumba, lakini mchumba huyo haukai naye kwa muda wa kutosha kabla halijatimia ndoto yake. Uchumba unavunjika wakati moyo wako ulishaubwaga mzima, ukitumaini ya kwamba sasa unaenda kuingia katika maisha mapya, lakini unakatizwa hamu yako. Sasa umejaribiwa hata kuweza kufanya shortcut, uingie katika maisha ya ndoa pasipo utaratibu. Naomba katika jina la Yesu Kristo ubadilike, usiingie katika maisha hayo yenye uharibifu, maana utakula hasara. Maana ukifanya kosa hilo, ndipo shetani atakuandama vibaya mno. Hutapata raha, hutapata pumziko. Ndoa ni mahali pazuri, ndoa ni takatifu, ndoa ni sehemu yenye raha, ni sehemu yenye matumaini, ni sehemu yenye kuleta ushindi, ni sehemu ya kumtumikia Mungu. Lakini wewe kama utaingia bila utaratibu, ni hasara kwako. Naomba siku hii ya leo moyo wako uelekeze kwa Mungu. Yesu Kristo wa Ujenzi Makanisa anakupa tumaini jipya kupitia maombi haya. Lakini kabla ya kuomba, lazima tuwe na mstari wa kutuongoza. Tutasoma mistari kama miwili ambayo katika Biblia Mungu anaongelea habari ya wewe kijana. Tutaenda kufungua katika kitabu cha Timotheo sura ya 2 na ule mstari wa 22. Tasoma katika jina la Yesu. Biblia inasema, lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Unaambiwa zikimbie tamaa za ujanani. Ewe mpendwa, zikimbie tamaa za ujanani. Unaambiwa kimbia hizo tamaa, usiziendekeze.
wakati mwingine umezichochea mwenyewe. Unajua unazichochea vipi? Mpendwa kijana wangu, unazichochea tamaa za ujanani, kwa sababu unaelekeza mambo ya kuangalia picha chafu katika simu yako. Umefungulia maeneo ambayo sio, yanawasha tamaa ya ujanani, yanawasha hisia za mwili wako. Unakimbia, unatakiwa ukimbie tamaa hizo kwa kuachana na tabia hiyo mbaya. Lakini pia wakati mwingine unajichua mambo ambayo sio mapenzi ya Mungu, unatenda mambo yasiyofaa, unachochea tamaa ambazo sizo. Mungu hapendi tabia hiyo, maana unachochea tamaa za ujanani. Wewe unatakiwa umche Mungu katika mwili wako, maana mwili wako, Biblia inasema, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ni lazima ujiepushe na hizo tamaa. Lakini pia neno la Mungu linasema, ewe binti, katika ule wimbo ulio bora, neno la Mungu linaongea na wewe tena. Neno linasema ya kwamba katika sura ile ya 2 na mstari ule wa 7, neno la Mungu linasema, na wasihi enye binti za Yerusalemu, kwa paa na kwa ayala wa porini, msiyachochee mapenzi wala kuyaamsha, hata yatakapoona vema yenyewe. Usiyachochee. Nyinyi mabinti ambao mmekuwa malimbukeni, wakati mwingine mnaangalia mambo ya wazungu wanafanya nini, mnaangalia jinsi gani watu wengine wanafanya, na nyinyi mnaiga tu. Naomba uepuke katika kuiga mambo ambayo sio ya utaratibu. Unachochea tamaa za ujanani, unachochea mapenzi kabla ya wakati. Usiyahimize, usipende kuguswaguswa na mtoto wa jinsi nyingine. Acha kuguswaguswa, acha kutomaswa. Usiruhusu mwili wako uweze kuchezewa na vijana ambao hawana utaratibu, maana Mungu amekuweka wewe. Mwili wako ni mtakatifu, mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Katika wakati wake mwafaka utakwenda kufurahia maisha ya ndoa ambayo yana baraka zake, nawe utakuwa unako katika hali ya kumpendeza Mungu, maana Mungu anapenda utunze utu wako, utunze heshima yako, na uingie katika ndoa katika hali ya utakatifu. Na kualika usiku wa leo uweze kusikiliza neno hili, na wewe ujiepushe. Umesongwa wakati mwingine na wazazi ambao wanahitaji ushike maadili yanayostahili, nawe umeona kwamba wanakupotezea muda. Wakati mwingine wanakuchelewesha katika kuingia katika maisha yako ya unyumba, na wewe umekaidi. Lakini nakusihi kwa neno hili, neno la Mungu linasema ya kwamba jilinde, mche Mungu wako, ukapate umheshimu baba yako na mama yako, upate miaka mingi na heri duniani. Anapokuagiza ya kwamba jiepushe na moja au mbili, ujue ya kwamba ni agizo la kutoka kwa Mungu kupitia mzazi wako. Umsikilize, lakini nawe ukapime. Wakati mwingine ajapokuwa na yeye hajaokoka, hata yeye anaweza akakupa ushauri mzuri, lakini kama atakupa ushauri unaokutoa katika mstari, ndipo utakapoweza kusimama wewe na upande wa Mungu, maana Mungu anahitaji umtii yeye kuliko kitu kingine chochote. Hivyo ninakuagiza, mtii Mungu, nenda na Mungu. Kama mzazi amesimama na Mungu, na wewe unapaswa umsikilize, ukatii mausia yake, usije ukakiuka ukazikosa baraka za ujanani. Wakati utakapoingia katika ndoa, hutakuwa na baraka kama utakuwa umekiuka maadili ya Mungu. Hata kama yamepitia kwa wazazi, lazima uwe na hekima na ufahamu wa kusikiliza na kufuatilia maneno ya Mungu yanasema nini, ili kwamba ukaweze kwenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Jiepushe na tamaa za ujanani, jiepushe na uikimbie zinaa katika jina la Yesu Kristo. Na kusihi kijana wangu, Wakorinto wa kwanza na sura ya 6 na mstari wa 18, neno la Mungu linasema waziwazi ya kwamba inabidi ukimbie zinaa, uikimbie zinaa, kwa sababu zinaa inakupeleka pabaya. Jiepushe na mambo ya uharibifu katika mwili wako. Na mimi naenda kukuombea sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba usikilize maombi, uende pamoja nami. Mungu akakufunike
kwa uwepo wake, kwa nguvu zake, akutie nguvu. Ewe kijana wangu nikupendaye sana, ukaweze kumwona Mungu katika maisha yako. Jioni ya usiku huu ninakuletea habari njema ya ushindi katika Yesu. Ukimwamini Yesu hakika utashinda. Wapo vijana ambao wameshinda, kwa nini wewe usishinde? Simama imara, mwamini Yesu Kristo. Katika wakati huu naenda kuomba katika jina la Yesu Kristo. Naomba uinue mkono wako, weka kifuani ukiwa tayari kupokea kutoka kwa Mungu. Yesu Kristo ni mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo. Ewe Mungu wa ujenzi makanisa, niliitia jina lako siku zote, nawe ninakuona siku zote ukitenda miujiza ya ajabu. Mimi ni shahidi namba moja, ninayaona matendo yako makuu. Nami usiku wa leo ninamsogeza kijana huyu, binti huyu ambaye Bwana anakusikiliza, ameweka mkono wake kifuani, ishara ya utii wa neno lako. Nami Bwana ninamsogeza mbele yako katika jina la Yesu Kristo. Ninakusihi Bwana wa majeshi, muumba mbingu na nchi, Mungu kamtokeleze mtoto huyu kijana wako Bwana. Naomba ukatende muujiza katikati yake. Naomba pale alipokwama kwa kipindi chote, amekuwa akijitahidi kukutii, lakini amekuwa akishindwa, amekuwa akitetereka, lakini katika maombi haya Bwana, ninaomba kwa ajili ya heshima yako, kwa ajili ya utukufu wako Baba, maombi haya ukayasikilize kwa ajili ya kijana huyu katika jina la Yesu. Mtimizie sawasawa na haja moyo wake. Mpe nguvu katika moyo wake, mpe nguvu katika roho yake, mpe nguvu katika nafsi yake, akapate kushinda tamaa za ujanani, tamaa za zinaa, akashinde kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu tendaye miujiza, nikushuhudiaye mimi ni shahidi namba moja, maana Mungu ninakuabudu nikijua hakika ya kwamba wewe ni Mungu ambaye umenitoa mbali. Nimeona matendo yako makuu. Mimi ni shahidi namba moja, nami nina hakika katika hili Bwana utajiangusha. Neno lako ni nyundo, neno lako ni moto lao, neno lako ni hai, tena lina nguvu, nalo linaenda kutimiza. Na umesema si Mungu liye mwongo, bali ni Mungu liye kweli. Mungu naenda kutimiza ahadi yako, ni kweli, imesimama na kuthibitishwa. Nami naomba katika jina la Yesu, kwa mara nyingine tena, thibitisha neno hili, ili kila jicho lione, kila moyo uone, kila sikio lisikie ya kwamba Mungu wa ujenzi makanisa ni Mungu ajibuye kwa moto. Katika jina la Yesu naomba. Urapashoreras orepashakabos, katika jina la Yesu Kristo. Kijana, pokea muujiza wako, pokea kwa mara nyingine, pokea. Sema amen. Katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa na kutangazia kufunguliwa kuanzia sasa. Tembea kama mshindi mbele ya watu, usiendekeze tamaa za mwili tena, maana zimekwisha ondolewa kwa jina la Yesu. Wewe uliyepokea muujiza wako, mara utakapothibitisha ya kwamba muujiza umekwisha kutokea, ni wakati wa kujua sasa ile sadaka yako ya ujenzi makanisa utaenda kuituma kupitia namba hizo zinazoonekana katika screen. Nawe utakwenda kuendelea kumaintain uponyaji wako na muujiza wako kupitia sadaka hiyo. Mungu ataendelea kukubariki na kukuonekania kwa namna na nyanja nyingi za kila aina, hadi hapo tutakapokutana tena katika kipindi kingine na wakati kama saa kama hii. Napenda kukuaga nikisema Mungu akubariki. Bye bye.